Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya neema yake ya pekee ambayo imeendelea kuwa pamoja na sisi kwa namna ya pekee sana. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya hii asubuhi, ikiwa ni mapambazuko yetu ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya hii neema yake ya pekee sana. Basi wote tukamshukuru Mungu alafu tukapate kuendelea. Father, in the name of Jesus, this morning we thank you again, oh Lord. Baba, tunakushukuru tena kwa neema yako asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu, Baba, tuko mbele zako tena katika wakati huu tukikushukuru mno kwa sababu ya neema yako, fadhili zako Bwana, huruma na neema yako Mungu mtakatifu ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi. Baba, tuko mbele zako tena Bwana katika alfajiri hii ya leo Mfalme, tukiomba neema yako Bwana Mungu mwenye haki ukawe pamoja nasi Bwana, ukaendelee kuzungumza nasi tena kwa wakati mwingine na kwa namna nyingine Bwana, kwa viwango vingine, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, kumbuka tunakuhitaji wewe kuliko vile ambavyo tunaweza kujieleza mbele zako Mungu mwenye haki. Baba, tunaomba ukatamalaki mahali hapa, uwe pamoja nasi Bwana kipekee kabisa Bwana, kwa utukufu wako. Baba, tunakutukuza na kukuinua kwa kuwa wewe ni Mungu, ni uhakika, na unafanya Bwana kwa utukufu wako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Samahani tumechelewa dakika kadhaa pale kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa nje kidogo ya uwezo wetu, lakini wacha tukaendelee pale mahala ambako tuliishia siku ya jana. Basi tunamshukuru Mungu, tumekuwa tukiendelea na ujumbe unaosema nguvu ya kujua, nguvu ya ujuzi, the power of knowledge. Tunamshukuru Mungu sana mahali tulikufika. Lakini tumeona na Roho Mtakatifu amekuwa akizungumza na sisi kwa habari ya msisitizo mkubwa zaidi kwa habari ya kumjua yeye, kumuelewa, kumfahamu kwa undani zaidi. Sasa hii imebeba uhuru wetu kwa kiasi kikubwa, imebeba maisha yetu kwa kiasi kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi asubuhi ya leo natamani tusome kitabu cha waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza kuanzia mstari wa 2 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mahali ambako tumeona kwamba kujua ndiko kunatangaza uhuru wetu. Kadri tunavyopata neema na nafasi katika kumjua Mungu, ndio uhuru wetu unavyoendelea kuwa mkubwa. Naomba niseme tena hivi kwamba kadri ambavyo tunapata nafasi na neema ya kumjua Mungu, ndivyo ambavyo tunapanua wigo wetu katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu ambacho unapaswa kujua, ni kwamba kila mtu kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu nimekuambia mwanadamu anaishi both, anaishi rohoni na anaishi mwilini at once. Sasa kumbuka, kila mwanadamu duniani kwenye ulimwengu wa roho ana nafasi yake, ana kitu chake, ana kitu fulani ambacho ana eneo lake. Kwa lugha nyingine, ana eneo fulani la kwake ambalo linamtazama yeye, yani ni la kwake la kufanyia kazi, ni eneo lake, ana kiwanja chake cha kazi. Sasa kama unaishi rohoni, maana uko na eneo fulani ambalo linakuhusu. Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua haya, kwamba kila mwanadamu ana eneo lake. Hasa kadri ambavyo kadri ambavyo unaendelea kumjua Mungu, ndivyo unavyoendelea kupanua wigo wako unavyoendelea kupanua wigo wako wa kumuelewa Mungu. Yani unavyoendelea kumjua Mungu, ndivyo unavyoendelea kupanua wigo wako kwenye ulimwengu wa roho. Ile territory yako spiritual, ile spiritual territory unaiongeza, unai-enlarge yourself. So the way you know God is the way you enlarge your spiritual territory. Yes, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee tusome kitabu hicho cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 2 kuendelea, lakini tuanzie pale moja. Anasema, Simeon Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika hali ya Mungu wetu, anasema, na Mwokozi Yesu Kristo. Neema, hapo namba 2, anasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Petro hapa anaongea, anasema amani, anasema neema na iongezwe, neema na iwe kwenu na amani na iongezwe kwenu katika kumjua nani? Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
yani anatamani sana wapendwa, kwa sababu kule kumjua Mungu, narudia tena na kusisitiza ya kwamba uhuru wa maisha yetu spiritual hautokani zaidi sana na kitu kingine kikubwa, ila kumjua Mungu zaidi kunatangaza uhuru zaidi kuliko vitu vingine. Hebu ngoja nizungumze. Sikia, natamani uelewe vizuri, mpendo mtumishi wa Bwana, kwamba kadri unavyopata nafasi ya kumjua Mungu ndivyo ambavyo unajikuta kwamba uhuru wako unavyoendelea kuwa mkubwa. Lakini kadri ambavyo unakosa nafasi ya kumjua Mungu ndivyo ambavyo, au unavyokosa kumjua Mungu, kile kiwango unachojua ndicho kiwango cha uhuru wako. Kwa lugha nyingine, ndicho kiwango cha mafanikio yako spiritual. Yesu asifiwe. So ni muhimu sana ukalielewa vizuri. Ndio maana ni muhimu kweli kweli, narudia tena kusisitiza ya kwamba pata nafasi, tafuta, soma Biblia, soma neno la Mungu, jifunze humo, na baada ya hapo omba. Yesu asifiwe. Kuwa muombaji, kuwa mtu wa kuomba. Yaani mara nyingi wewe kuwa mtu wa maombi zaidi kuliko vitu vingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio muhimu sana hii. So brothers and sisters, ni muhimu sana, it's very important to know God. Ila elimu ya Mungu ingia ndani yako kwa viwango vya juu. Yaani jitahidi sana na Mungu akupe neema. Huu mwaka usikubali kuwa mtu wa kawaida. Kinachosababisha unarushwa huku na kule, unaamini kila imani, yaani kila, mpaka vingine ni vya kukutapeli, vya kukuibia, na bado unaviamini, ni kwa sababu hujamjua Mungu. Ukipata kumjua Mungu, huwezi kusumbuliwa na vitu kama hivyo. Hasa hapa ndio maana Petro anasema, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Iongezwe, na tamani tujue zaidi. Yesu na asifiwe sana. Mstari wa 3, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Anasema uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo, vitu vyote vinavyohitajika, vyote tumekirimiwa na uweza wake. Lakini hivi vitu vyote haviwezi kufanya kazi kama hatujui, hatumwelewi, hatumfahamu. Haleluya. Natamani uelewe, na Mungu akupe hii neema katika jina la Yesu. Mungu akupe hii neema katika jina la Yesu. Natamani uelewe mpendwa. Anasema, yani uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. Nisikilizeni wapendwa watumishi wa Bwana. Kadri ambavyo mtu anakosa kumjua Mungu, ndivyo anavyoendelea kuwa premature spiritual. Anaendelea kuwa premature. Na kama anaendelea kuwa premature, maana yake hawezi kujitetea, jambo la kwanza. Na jambo la pili ni kwamba bado anajikuta hawezi au hana haki, hana uwezo wa kurithi kile ambacho alipaswa afanyeje, arithi. Anawezaje? Anafanyaje? Hawezi. Kwa sababu gani? Bado ni premature. So prematurity, spiritual prematurity, inatokana na kule kutokumjua Mungu. But ile spiritual maturity inatokana na the way unaendelea kumjua Mungu. Wewe unapanda viwango vya kumjua Mungu, ndivyo na ile spiritual maturity yako inavyoendelea kuwa kubwa, unaendelea kukomaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nisisitize hivi, kwenye hili bidii inahitajika. Acha usije ukasema inatokea tu, sio upele huo. Brothers and sisters, hii si upele, hii si jipu, hii sio homa. That's not a headache. Yes, that's not a headache. It needs your effort. Yes. How? Finding, seeking, reading, learning. Very important. So usichukulie tu kawaida, haitokei tu kama jipu. Anasema uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Inakujaje? Inasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa kumjua yeye, huo uweza wake wa uungu unatukirimia. Kwa kumjua yeye, huo uweza wake wa uungu unatukirimia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kukutana na mtu barabarani, huwezi kusema unamjua.
Ukutana na mtu mara moja huwezi kusema unamjua, lakini kule kuendelea kukaa naye kunakupa kumjua. Yesu na atusaidie. Lakini kwa kumjua yeye, ule uwezo wake wangu unatukirimia, umetukirimia, tunapata kujua, tunapata kuelewa, mpaka nasema ile ubora wa ukuu wake jinsi ulivyo tupate kujua. Jamani, Yesu na asifiwe sana. Wewe ni muhimu sana wapendwa, tukapata kuelewa, tuelewe kwamba yani ametukirimia, lakini haiwezekani kwa kumjua yeye. Bila kumjua yeye haiwezekani. Elimu ya dunia kama ndio imejaa ndani yako, vitu vya kimungu vinakuwa maajabu kwako, vinakuwa ni vitu vya visivyoeleweka. Mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. Kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kinacholeta shida ni kwa sababu hatujapata nafasi ya kumjua Mungu. Yaani hicho ndicho kinaleta nini? Tatizo. Lakini anasema kama sivyo, ziko ahadi nyingi kubwa za thamani, ili kwa hizo tupate kuwa washirika. Kadri tunavyomjua Mungu ndivyo tunavyoendelea kuwa washirika. Tunaendelea kuwa washirika na yeye Mungu, tunaendelea kuwa na ule ushirika. Kuna mali wewe kusema hivi, kuna utofauti kati ya relationship na friendship. Yesu asifiwe. Relationship na friendship, yaani kuna utofauti kati ya mahusiano na urafiki. Kuna wakati ambapo mahusiano yapo tu kwa sababu yeye ni ndugu yako, lakini hamna mawasiliano, hamna ushirika. Lakini ukawa na rafiki ambaye huyu mna ushirika, hamna mahusiano ya kindugu, ya kibinasaba, ya DNA, hamna ushirika, hamna uhusiano, lakini yeye ni mshirika wako kwenye mambo mengi, mnafanya pamoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hasa kadri tunavyopata nafasi ya kumjua Mungu, tunakuwa washirika. Kwa hiyo kwenye kufanya chochote kile, yeye anafanya pamoja na sisi. Ndio maana tunapoitwa watumishi wa ufalme, tunamtumikia yeye akitenda kazi ndani yetu. Jamani, Yesu na asifiwe. Sio kama unaelewa brother, yani ni hivi, sio kama unaelewa, iko hivi, yani tunakuwa washirika kadri tunavyopata nafasi ya kumjua Mungu, kadri tunavyojifunza kuhusu Mungu, tunakuwa washirika katika ufalme wake, katika kazi yake. Tunakuwa washirika, na the way tunakosa kumjua Mungu ni the way tunakuwa mbali, tunakuwa abandoned, tunakuwa mbali. Yesu na asifiwe. Hatuwezi kuwa washirika wakati ambapo hatumjui Mungu. Kadri tunavyopata nafasi ya kumjua Mungu, ndivyo ambavyo tunavyoendelea kuwa nini? Washirika pamoja naye. Haleluya. Anasema hiyo itatuokoa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Yesu na asifiwe mno. Mstari wa 5. Naam, kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema hiyo, napenda hiyo ya kwanza. Anasema kwa sababu hiyo mkijitahidi kwa upande wenu. Kwa lugha nyingine, fanyeni iliyo sehemu yenu. Kuna vitu vinasababisha Mungu ajifunue, ajidhihirishe kwetu, ajionyeshe kwetu, ni ile bidii. Jamani, bidii inatakiwa, sio uzembe, sio hivi hivi. Na bidii inahitajika. Soma, read the word of God, learn the word of God, pray, and the Holy Spirit will manifest God himself in your life. Hallelujah. Yes. Sasa ni muhimu sana. Jamaa anasema kwa upande wenu mkijitahidi, fanyeni sehemu yenu. Habari ya kujidhihirisha iko kwa upande wa Mungu, lakini ya kwenu fanyeni. Soma neno la Mungu, omba. Narudia tena, soma neno la Mungu na uwe mtu wa kuomba. Come on. Yesu asifiwe.
Haleluya sana. Anasema, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu tieni upendo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana mambo haya yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu. Yesu na atusaidie sana. Nachotaka kikubwa zaidi uelewe mpendwa, ni kwamba Mungu anatamani sana tupate nafasi ya kumjua. Tuendelee kujifunza day by day. Tuendelee kutafuta day by day. Tuendelee kutafuta time after time. Tuendelee, kwa sababu narudia tena. Kuna watu ambao wanalalamika wanasumbuliwa na addiction fulani. Kitakachoiondoa hiyo elimu ambayo sasa imekuwa addiction ndani yako, huo ujuzi uliojifunzaga, kitakachouondoa huo ujuzi ndani yako ni kujifunza Mungu, kutafuta Mungu, kumjua Mungu. Huko kutaiondoa ile elimu mbaya ambayo imekuwa addiction ndani yako, ile elimu mbaya uliojifunza kwenye mtandao, ile elimu mbaya uliojifunza kwenye social medias, ukajifunza ukatia bidii katika hiyo. Tia bidii kwenye kusoma neno la Mungu na kuomba. Hii itakuondolea kabisa, itakuondolea ile addiction, na ile kiu ya addiction itakufa kwa kupitia hiyo. Bila kumjua Mungu, elimu ya addiction iliyo ndani yako haiondoki. Narudia tena, nikukumbushe, nikwambie, kwa sababu nilikuambia kwamba elimu inafutwa na elimu. Elimu haijawahi kufutwa na porojo. Elimu inafutwa na elimu nyingine, sio porojo, sio maneno matupu, sio story. Ila elimu inafutwa na nini? Na elimu. Haleluya sana sana. Kwa hiyo ndio maana mtu anaitwa Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo hayo mema atakapokuja. Kwenye kitabu cha Ayubu alikuwa anazungumza maneno, ni mtu anaitwa Elifazi Mtemani, lakini kwenye kitabu cha Ayubu yameandikwa 22:21 anasema mjue sana Mungu. Kwa nini anasema ili uwe na amani? Alafu anasema ndipo na hayo mema yatakapokujia. Yesu asifiwe. Tazama hii hapa Waefeso 4:14, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Kadri tunavyopata nafasi ya kumjua Mungu, kadri tunavyoongezeka katika kumjua Mungu, ndivyo tunavyoendelea kukua kiroho. Haiwi rahisi tena kutusukuma, haiwi rahisi tena kutuvutavuta na kuturusharusha huku na kule. Hatuchukuliwi na kila upepo. Kwa nini? Tunaendelea, tumepata kujua na kuisikia sauti ya Baba yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ninatamani tupate nafasi ya kuomba Mungu. Katika hii asubuhi ya leo natamani tupate nafasi ya kumwomba Mungu, na tutaenda mbele za Bwana tukiendelea kuomba, na tutaendelea kuomba. Tamani sana kumjua Mungu, tamani sana kumwelewa, tamani sana kufahamu zaidi kuhusu yeye. Haleluya, zaidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Our Father in heaven, we thank you this morning. Asante kwa wakati huu tena Bwana, katika alfajiri hii ya leo Baba, kwa kuwa kwa neema yako hiyo kubwa mno na ya ajabu, Bwana umekuwa pamoja na sisi. Tunasema asante kwa pendo la ajabu sana ambalo Mungu mtakatifu limeendelea kwa juu yetu. Bwana, alfajiri ya leo Bwana tumekuja kama tulivyo, wala hakuna kitu cha kujificha mbele zako Bwana. Lakini mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, uko wewe, unaona kila kitu mfalme. Bwana wangu, tunaomba tena neema yako katika alfajiri hii ya leo mfalme wetu. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba neema yako mfalme na iwe tena juu yetu Bwana katika alfajiri ya leo mfalme. Bwana mabwana, tunaomba kibali machoni pako Mungu wetu na Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu tena Bwana. Baba, tunaomba kibali katika alfajiri ya leo Baba, kwamba tukakubalike
tuweke mbele zako mtakatifu Mungu wetu. Bwana ukatukubali machoni pako Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba mfalme, Bwana kukubalika kwako na zaidi sana Mungu wetu na Baba yetu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu tunaomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana ukawe pamoja nasi tena Bwana katika wakati, saa, majira na dakika hizi. Mfalme, tunaomba kutengenezwa na wewe mwenyewe Bwana. Baba, tuwe kile kitu ambacho ulikitaka tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Baba yangu, kuna vile ambavyo ulikusudia ulipokubali kumtuma Yesu Kristo Mwokozi aje duniani kwa ajili ya kutuokoa. Bwana, kuna kile ulikusudia. Bwana, hicho ambacho ulikusudia ndicho ambacho tunataka kuona kinatokea katika maisha yetu. Bwana Baba, tunahitaji kuwa kile ambacho ulikitarajia, tunahitaji kuwa kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu, tunahitaji kuwa kile ambacho wewe ulikikusudia. Bwana wangu na Baba yangu, ukatutengeneze Baba, ukatufanyia matengenezo katika alfajiri ya leo. Bwana, ukatutengeneze upendavyo. Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka kiwe Bwana Baba, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka Mungu mwenye haki. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana, katika alfajiri ya leo tutengeneze Bwana mabwana. Mungu mtakatifu, katupe neema Bwana na kibali, tukaishi kwa ajili yako duniani Bwana. Baba, tutengeneze mfalme, tuwe kile ambacho ulikitaka Bwana, ili tuwe faida kwako Mungu wetu. Baba, tutengeneze upendavyo, tutengeneze utakavyo, tutengeneze vile ambavyo inakufurahisha wewe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba ukatutengeneze Mungu mwenye mamlaka, uweza na nguvu na heshima ni vya kwako Baba. Tunakuomba tutengeneze mfalme Bwana, tuwe vile ambavyo ulitaka wewe, kwa jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuomba ya kwamba Bwana mabwana ukatutengeneze Baba yetu na Mungu wetu Bwana, tutengeneze vile upendavyo. Asubuhi ya leo Bwana, hatuache kukuomba, kwa kuwa shauku yetu ni wewe Bwana. Baba, tunakuomba mfalme ukatutengeneze Bwana wangu na Baba yangu, wewe ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani, moyo wako ukafurahishwe Bwana kuwepo kwetu duniani. Bwana, kuwepo kwetu katika ulimwengu huu mfalme Bwana wangu, moyo wako ukafurahishwe Bwana, ukapate faida nyingi Bwana kwa kuwepo kwetu katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze tuwe faida yako, tukawe furaha yako Bwana. Baba, tutengeneze tuwe shangwe ya moyo wako Bwana wangu. Baba, tutengeneze Bwana tukawe furaha yako mfalme wa utukufu, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana mabwana, mwenye mamlaka, uweza na nguvu, Baba yetu tunakuomba sana kwamba ukatupe neema Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, katika jina lenye thamani la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu, neema yako ya pekee na ya ajabu Baba yangu na Mungu wangu, na iwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakusihi Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina takatifu la Yesu Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, tunakuomba Bwana ukatutengeneze Baba, tupe kuwa faida yako duniani, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana mabwana. Baba, ukatupe kuwa furaha ya moyo wako mfalme Bwana wangu na Baba yangu, ukatupe kuwa furaha ya moyo wako mfalme Baba yetu, ukafurahishwe kabisa na kuwepo kwetu duniani, moyo wako ukafurahie Bwana kwamba umetuweka duniani. Baba, tutengeneze mfalme Bwana, moyo wako ukafurahishwe kwamba umetuweka duniani. Rikandaraba shikiria naraba, haleluya Bwana, kana nabu shikita ragadiando robo shama, haleluya mairiama narabu kataba shikete riga mahanda raba, kwa jina la Yesu aliye hai. Reketi amanda rabu, haleluya Bwana, redebridaza regebrimahaza ramona raba shikira, haleluya Bwana, rekapatamanda rako shikirianda rakatapa, kwa jina la Yesu redebrimaha roko shiketa, kwa jina la Yesu. Roho Bwana tunakuomba, Roho Mtakatifu wa Bwana, alfajiri ya leo Baba ukatamalaki katikati yetu Baba, tunakuomba tuwe kile ambacho wewe ulikitaka. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu Bwana, kazi yako msalabani isiwe kama bure, isiwe kama ulitabika bure, lakini Baba tuwe kile ambacho wewe ulikitaka mfalme
Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba sana ukatufanyie matengenezo Baba, ukafaidike kwa kuwepo kwetu duniani. Moyo wako Bwana ukashangilie kwamba umetuweka duniani. Moyo wako Bwana ukashangilie ya kwamba umetuweka duniani, ya kwamba Bwana tuko duniani kwa jina la Yesu. Moyo wako ufurahie Bwana kwamba umetuweka duniani. Kwa jina lenye nguvu, uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana tunakuomba neema yako ya pekee na ya ajabu. Roho Mtakatifu tunakusihi Bwana Baba, na iwe juu yetu, na iwe juu yetu ya Bwana, katika jina lenye thamani la Yesu Mwokozi, aliye mwamba, mwokozi na nguvu zetu. Baba tutengeneze Baba, tumekuwa furaha yako Baba, tumekuwa shangwe ya moyo wako Baba, ukafurahishwa na kuwepo kwetu duniani, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana, kazi yako iwe na faida, iwe na matokeo. Tumekuwa matokeo ya kazi ya msalaba, tumekuwa tokeo la kazi ya msalaba. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukatutengeneze katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze Mungu wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Mfalme wa utukufu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukatutengeneze katika jina la Yesu. Baba, tupe kuishi kwa ajili yako na kwa faida yako. Mungu mwenye haki, na kuomba Bwana ukatutengeneze Baba, tuwe furaha ya moyo wako Mfalme. Bwana, moyo wako ukafurahie kwamba umetuweka duniani, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu mpendwa, omba popote pale ulipoomba, hata kama umepiga magoti wewe omba katika jina la Yesu. Mungu wangu na Baba yangu, tunaomba neema yako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba sana kwamba Mfalme utukufu Bwana ukatutengeneze katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja kwako katika wakati sana dakika hizi, Mfalme wa amani, ya kwamba Mfalme Bwana ukawe pamoja nasi Baba, ukatufanyie matengenezo Baba. Tunakuhitaji wewe, tunakuomba Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Bwana ukafanye makao yako ndani yetu Bwana, mpaka mahali pako pazuri pa kukaa. Bwana, moyo wako ukafurahishwa sana kukaa ndani yetu. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba Bwana kwamba ufanye makao yako ndani yetu Bwana. Baba, ukafurahishwa na kuwepo kwetu duniani Baba, ukae ndani yetu Bwana, ukatujaze kwa neema yako, ukatujaze kwa uweza wako. Yesu, tunakuhitaji Bwana, ukadhihirike ndani yetu Mfalme. Bwana, tuwe na uhakika ya kwamba wewe uko pamoja nasi Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ya kwamba Bwana ukajidhihirishe kwa namna ya pekee na ya ajabu, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba, mwokozi na nguvu zetu. Tunakuomba Bwana mabwana Baba, ukatutengeneze Baba. Bwana Yesu, tunakuomba Bwana ufanye makao yako ndani yetu Bwana, ndani yetu pako mahali pako pazuri pa kukaa. Yesu, ukajidhihirishe ndani yetu, ukadhihirike Bwana, kwa kuwa tunakuhitaji wewe. Ukadhihirike ndani yetu Bwana, hata uweza wako na nguvu zako ziwe dhahiri ndani yetu Bwana. Roho Mtakatifu Bwana ukijidhihirisha kipekee Baba, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunaomba kujaa Roho, tunaomba Bwana tujae, tunaomba kujaa Roho Mtakatifu Bwana. Nguvu zako ziwe ndani yetu kwa namna ya pekee Bwana. Uwepo wako utembee nasi kwa kila mahali Bwana, kila wakati. Haleluya Jehova, tunaomba uweza wako Mfalme ukatembee nasi Bwana, kila mahali ukajidhihirisha na uwepo wako Bwana. Baba, uwe pamoja nasi, ukadhihirike ya kwamba ni kweli uko pamoja nasi. Bwana, tunaomba ukajidhihirishe ndani yetu Mfalme, katika maisha yetu Bwana, ukadhihirike kwa namna ya pekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mfalme, nakuomba ujazo Roho Mtakatifu Bwana, wako watoto wako wanaomba mahali. Omba Roho Mtakatifu ukawajaze, omba uwezo wako ukawe juu yao, omba ukawe ndani yao. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba jaza katika jina la Yesu. Omba neema yako ikatembee ndani na katikati ya watu wako, ndani ya mioyo yao Mfalme. Nguvu yako na ingie Roho Mtakatifu, na kuomba jaza Bwana, jaza mpaka hivyo vyumba walipo kwa jina la Yesu. Mahali walipo Yesu, tunakuomba ukatamalaki kipekee kwa jina la nguvu la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, tunakuomba ukatamalaki kwa jina la nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba ukadhihirike kipekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hata uwezo wako Bwana ukatembee, sio watu wa kawaida, sio watu wa kawaida Mfalme, lakini Bwana iwe ni tofauti. Iwe ni neema yako, bubujiko la Roho likamiminika
ndani yetu kwa jina la Yesu. Uwe mwaka wa mwagiko la bubujiko lako ndani yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana tunakuomba ukamimilike ndani yetu, uweza wako uwe dhahiri ndani yetu Bwana kwa jina la Yesu. Baba tunakuomba ukatamalaki Bwana wako ambao ni wagonjwa. Yesu ninakusihi Bwana wangu kwamba ukawaguse mahali walipo, wanaumwa ni kweli. Yesu ninakuomba Bwana wako wengine wana changamoto kwenye taya inauma. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba sana Yesu Mwokozi, najua una uwezo. Naomba Bwana ukanyosha mkono wako, gusa yule ndugu kamponye kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba Bwana ukamguse katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako wenye uweza, wenye nguvu. Yesu nakuomba ukaguse, rekebisha ya mifupa hata kama ilikuwa imepishana. Yesu rekebisha kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba Bwana ukamponye akawe mzima, akaupokea uzima, akaupokea uzima in the name of Jesus. Naomba let him receive your healing. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Roho Bwana kuomba gusa hiyo tayari, ukaondoa hiyo shida. Wengine Bwana changamoto kwenye moyo, Yesu naomba ponya, ganga hiyo mioyo yao, ponya kwa jina la Yesu, ondoa hiyo shida. Bwana kuomba rekebisha hali ya mambo kwenye moyo huo kwa jina la Yesu. Bwana wengine wana changamoto, mapigo ya moyo yanaenda mbio Bwana, kama vile wana pressure, kumbe hawana, ila za adui tu zinaingia, inazipinga kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaguse, ponya hata hao, ponya Bwana, ponya wenye tatizo la tumbo, ponya Bwana magonjwa mbalimbali. Tunaomba uponyaji wako, uzima wako uwe ndani yao katika jina la Yesu. Lakini Baba hatuache kukuomba Mungu mtakatifu kwa habari ya wale ambao wanahitaji watoto. Tunakuomba Bwana, wako ambao wanahitaji watoto hawajapata. Yesu ninakuomba wakumbuke hata hao wamekuwa kwenye ndoa kwa miaka kadhaa hawajapata. Yesu naomba wapatie, hata wa mwaka wao wa kicheko, hata wa mwaka wao wa furaha, hata wa mwaka wao wa shangwe. Roho Mtakatifu Bwana naomba waguse, ukawape neema ya kuinuka na kuendelea. Wape watoto, wengine wamefika mahali wamekata tamaa, lakini Yesu unaweza. Naomba wainue tena, wape watoto, hiyo ndoa isiingie doa kwa namna yoyote. Naomba wapatie watoto wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu nakuomba ukawaguse kwa jina la Yesu. Baba ninakusihi ukawakumbuke wengine Bwana wana vita kwenye kazi zao. Bwana naomba kwa ajili ya dada, mpe neema ya kupandishwa daraja, mpe neema ya kuongezwa mshahara, mpe kibali Bwana, kila kibali chake ambacho kimefunikwa kwa jina la Yesu kikafunuliwe kwa jina la Yesu. Na kuomba Yesu tenda Bwana ukampe neema huyo mtu akaongezwe kwa jina la Yesu, akaongezwe huyo mtu katika jina la Yesu. Neema huyo dada mpe kibali kwa mabosi wake, tunawaleta mbele zako na vyeti vyake Bwana uliruhusu wasome ili wafaidike. Roho Bwana kuomba kumbuke mwaka huu usio wa kawaida, akaongezwe kwa jina la Yesu. Wape neema wote Bwana wanahitaji promotion, wape neema, wapiganie, wape kibali kwa jina la Yesu. Roho za adui, uchawi, ushirikina unaofunika nyuso zao wasipate kibali, nazipinga hizo roho kwa jina la Yesu. Wengine wameomba kazi maeneo mbalimbali, wengine ni walimu, wengine ni wafanyakazi, wengine ni wahasibu, wengine Yesu nakuomba wakumbuke na wao wapatie kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba ukawapatie watoto wako kwa utukufu wa jina lako. Yesu ninakuomba wakumbuke Bwana kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mfalme, mwamba na nguvu zetu. Baba ninakusihi ukatende, just for the glory of the name of our Lord and Savior, our Father, in the name of Jesus. Naomba Bwana tembea na wao Jumamosi ya tarehe 31 Januari 26. Naomba pamoja nawe Bwana katika safari zao za kazi. Tembea na kila mmoja Bwana, ukamtunze mikononi mwako. Anayefanya kazi za mahali pa hatari uwe pamoja naye, aliyefundi uwe pamoja naye, anayekaa ofisini uwe pamoja naye, anaendesha gari uwe pamoja naye, anaendesha pikipiki uwe pamoja naye, baisikeli uwe pamoja naye, anaenda kwa miguu uwe pamoja naye. Kila mmoja Bwana naomba ukamlinde zaidi sana, uwepo wako Bwana ukatembee na kila mtu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. God bless you. Tunamshukuru Mungu
Zion Family, Mungu awainue, Mungu awabariki. Yes, Mungu awabariki, hamtapungukiwa kitu katika jina la Yesu. Amen. Thank you so much. God seek us this morning. Yes, tutaonana wakati mwingine. God bless you.